Hiyo ndiyo dawa nzuri kwa ajili ya mfuko wa chakula. Ni pome au epo moja, ni karoti moja, ni cabbage au shu vijiko vitatu, uvikatakate vizuri, vichanganye. Kula kabla ya chakula cha mchana. Weka elayo au olive oil. Anakuja kwenye yale magonjwa ya infection urinaire, nukuyagarika kenshi, kwenda haja ndogo mara kwa mara, nukuyagarika ukaribwa, unapoenda kukojoa unasikia maumivu, kugira wihagarika nturangize kandi ukajya wumva unaniwe kwifata, wakati wa kukojoa ukifika unashindwa kujizuia, kuyagarika inkari zikanuka, kuwa na mkojo ulio na harufu mbaya, utrouble zifite ifuro ryinshi, kuwa na mkojo ulio na povu, ukurere rougeâtre cyangwa inkari zikaza zitukura, kuwa na mkojo mwekundu, kuribwa rimwe na ukumva ryaryatwa mu kiziba cy'inda, kusikia maumivu na muwasho kwenye tumbo la chini. Ni vijiko vitatu vya mbegu hizo za maboga, na karoti mbili, na punje tatu za tungu saumu jioni. Unafanya hivyo kwa siku saba. Abarwayi intandamindi bemererwa kwambara imyambaro yabo y'imbere bayambara amasaha 10. Watu walio na magonjwa ya infection urinaire au walio na trichomonas wanapaswa kuvaa nguo za ndani masaa 12 unabadilisha. Kazihindura bakamesa bagapasa. Maji haya yana kazi kubwa ndani ya mwanadamu. Naho indimu, limau au straw, katika ule uchungu wake harimo imbaraga yica ibyo bita bakteri mu minota 15 iba yiyinyoye ikakumara mu minota 15. Ndani ya dakika 15 umekunywa limau au straw, iba yishi imbuto z'indwara zo muri wowe 92%. Huwa inakuwa imeua bakteria au mbegu za magonjwa kwa 92%. Ukivugira bea ya 8 ya 9 abantu babunywa ntibagwara umutima. Asali ina vitamini B ya 8 na ya 9. Wanaokunywa asali mara nyingi hawashambuliwi na magonjwa. Ya karoti byuruvyutse. Ulapo karoti mbili unapoamuka, ukabikora utaranywa amazi. Unafanya hivyo bila kunywa maji. Ukazongera kunywa amazi nyuma masaha 2. Baada ya masaa 2 ndo unakunywa maji. Ukabikora iminsi 7. Unafanya kwa siku 7. Niwo muti w'inzoka bita Ascaris. Hiyo ndiyo dawa ya minyoo ya Ascaris. Niwo muti w'inzoka bita Oxyl. Ndiyo dawa ya minyoo zinazoitwa Oxyl. Niyo muti w'inzoka bita Ankylostom. Ndiyo dawa ya minyoo inayoitwa Ankylostom. Ndetse niwo muti w'inzoka bita Trichocephale. Ndiyo dawa ya minyoo inayoitwa Trichocephale. Niitwa Tenia. Na minyoo inayoitwa Tenia. Linda Afya. Ndavuga ku nzoka. Atazungumzia minyoo. Inzoka tugira mu mara. Minyoo zilizomo ndani ya utumbo zitwica zimirinzire 2. Hutuua kupitia njia 2. Zimwe zisangira natwe ibyo twariye. Minyoo baadhi huchangia nasi chakula tulichokula. Za kabiri, minyoo ya aina ya pili zikanga kurya ibyo kurya zikanywa amaraso yawe, hufyonza damu yako. Murabyumvishije neza? Mumesikia vizuri? Zimwe zigira ziti. Kuna minyoo inayokula chakula tulacho, zimwe zirya ibyo kurya twariye nazo zikarya. Minyoo mingine inafyonza chakula tunachokula. Indiyo yagera ku biryo ntibikoreho ikanywa amaraso yawe. Minyoo mingine inakataa chakula, inafyonza damu. Ilipeve cause de l'anémie byatuma umuntu agira amaraso make. Kwa sababu hiyo minyoo inaweza kusababisha upungufu wa damu na malnutrition, ukagira imirire mibi, unaugua magonjwa ya ulaji mubaya, ikagaragara ko usa naho unakuwa kama mtu aliye na utapiamlo. Improlapse rectal yababyeyi yamanuka cyangwa ukasohorugura. Mfuko wa uzazi unaweza kushuka au shingo la mfuko la kizazi likashuka. Ibyo byose ni ingaruka z'inzoka. Hizo ni sababu au ni matokeo ya kuwa na minyoo ndani ya mwili wako. Wakora iki rero? Utafanyaje ili kutibu minyoo? Fate karoti 2. Chukua karoti 2. Karoti zingahe? Karoti 2.
uzirye mu gitondo uvyutse utaranywa amazi. Kula asubuhi unapoamka bila kunywa maji. Ikora iminsi 7. Fanya kwa siku 7 mfululizo. Uzajyanywa nyuma ya masaha 2. Utakuwa unakunywa maji baada ya masaa 2 umemaliza kula karoti hizo. Ukoresha karoti byubyutse. Unapojitibu kwa kutumia karoti 2 unapoamka. Yari mu gitondo inzoka zazishonje. Inapo asubuhi huwa minyoo inakuwa na njaa. Nicyo gituma yuzi hayo mutizi umavuba. Unapoweka dawa muda huo wa asubuhi huwa minyoo wanakuja kula haraka. Wirinde rero kumwa hari ikindi washize umuti wamaze gukoresha ikindi. Ndio maana unapaswa kujihadhari kutumia dawa ukiwa umekwisha kunywa au kula kitu chochote. Urya karoti byubyutse. Unapo karoti 2 unapoamka ukabikora utaranywa amazi. Unafanya hivyo bila kunywa maji. Ukazongera kunywa amazi nyuma ya masaha 2. Baada ya masaa 2 ndio unakunywa maji. Ukabikora iminsi 7. Unafanya kwa siku 7. Niwo muti w'inzoka bita Ascaris. Hiyo ndiyo dawa ya minyoo ya Ascaris. Niwo muti w'inzoka bita Oxyl. Ndiyo dawa ya minyoo zinazoitwa Oxyl. Niyo muti w'inzoka bita Ankylostom. Ndiyo dawa ya minyoo inayoitwa Ankylostom. Ndetse niwo muti w'inzoka bita Trichocephale. Ndiyo dawa ya minyoo inayoitwa Trichocephale. Niitwa Tenia. Na minyoo inayoitwa Tenia. None nashatse kuvuga kuri Ankylostom gusa. Ametaka kuzungumzia minyoo ya Ankylostom. None hiyo Ankylostom. Hiyo minyoo ya Ankylostom ni inzoka mbi cyane. Ni minyoo mibaya sana. Il infecte 25% de la population mondiale. Nabi kimwe cya 4 cy'abaturage bisi. Imewashambulia robo ya wakaaji wa dunia. Kwisi munifite miliyari 8 ubwo miliyari 2 zibaye inzoka ya Ankylostom. Dunia inakaliwa na watu biliari 8. Kwa hiyo hii minyoo inauguliwa na watu bilioni 2. Peuvent vivre de à 10 ans. Ikurimo ya kumara imyaka 2 kuva ku myaka 2 kuza ku myaka 10. Minyoo hiyo inapoingia ndani yako inaweza kukaa kati ya miaka 2 hadi miaka 10. Une femelle adulte peut pondre des milliers d'œufs par jour. Igazigiye cyo gutera amagi. Inapokuwa na muda wa kutoa mayai, kutaga mayai, bara gutera ibihumbi n'ibihumbi by'amagi umunsi. Inaweza kutaga mayai maelfu kwa siku moja. Noneho nihuse rero. Kwa kupiga kasi. Iyo umuntu ayifite tu enfant qui est anémique très pare ou qui mange la saleté peut avoir des ankylostomes. Umwana ufite amaraso akennye, mtoto aliye na upungufu wa damu, cyangwa uruhu rwarahindutse, aliye na ngozi iliyobadilika, abana bakunda kurya umwanda bitumye, au watoto wanaokula uchafu wao, byaba intandaro yo kugira ankylostom. Inaweza kuwa ni chanzo cha kuwa na minyoo ya ankylostom. Ni ikihe kimenyetso kiranga umuntu ayifite? Ni dalili gani za minyoo hii? Anemia na amaraso make, upungufu wa damu, parere uruhu ruhindanye, kuwa na ngozi ambayo haing'ai, fatigue guhora n'umunaniro, uchovu wa mara kwa mara, faiblesse guhora n'intege nke, udhaifu wa mara kwa mara, essoufflement guhora wiruhutsa kenshi, kuwa na hali ya kuvuta pumzi mara kwa mara, accélération de rythme cardiaque, umutima wawe gutera nabi, moyo kuwa na mapigo mabaya, wedeme kubyimbagirana kenshi, kuwa na uvimbe wa mara kwa mara au kuvembewa mara kwa mara, impuissance chez les hommes, ubushobozi buke ku bagabo, kuwa na mapungufu ya kiume kwa wanaume, douleur abdominale, kuribwa mu kiziba cy'inda, kuwa na maumivu kwenye tumbo la chini ya kitovu, diarrhée, gukunda kugira impiswi, kuwa na magonjwa ya kuhalisha, manque d'appétit, kutaryoherwa, kukosa appétit, perte de poids, kudara kandi wariye nk'abantu gahora ufite ibiro bike, kuwa na uzito, kupungua kilo au kupungua uzito, pneumonie, gukunda kurwara umusonga, kuwa na magonjwa ya vichomi, asthme, kugira amahwima kenshi, kuwa na magonjwa ya asima. Ibyo ni ibimenyetso simusiga by'umuntu ufite inzoka ya ankylostom. Inzoka ya ankylostom. Hizo ni dalili za mtu aliye na minyoo ya ankylostom. Kamutaka bari karoti zingahe? Dawa karoti 2 kila asubuhi. Ubyutse mu gitondo utaranywa amazi ukajya karoti 2. Asubuhi kabla hujanywa maji kula karoti 2. Yarangiza ukabikora iminsi 7. Kwa muda wa siku 7. Hizi karoti uzaanza kuzoze. Hizi karoti utazisafisha kwanza. Uzazihata, uzaziharura. Hutazimenya bali utazikwangua.
uzaziharura nk'akariga kawe, utazikwangua kwa kutumia kisu, ugapfe guhekenya, usitafune tu, ugakuyeho agahu kawe, bali uanze utoe kale kangozi ka nyuma, ugahate, usimenye, ariko uzaharure nawe wabanje gukaraba, bali palua, yarangiza ubikora iminsi 7, ufanye kwa siku 7, yarangiza wivuye ibintu, utakuwa umejitibu magonjwa mengi. Imigabo n'imigambi y'ibi bintu, katika lengo la somo hili, kugira ngo tuye tumenye ibyo twakora, ili tujue nini cha kufanya, reka ngaruke kuri za ndwara z'intandaro. Anakuja kwenye yale magonjwa ya infection urinaire au wengine wanasema ni trichomonas, wengine zina majina mengi, au fungus za sehemu za siri. Wabwirwa niki kumunda ifiti? Utajuaje kwamba una magonjwa hayo? Yaragenzuwe ku isi, imechunguzwa duniani muri 2001 katika mwaka wa 2001, de 300 millions de cas chaque année dans le monde. Abarwayi indwara ku isi bari bageze kuri milioni 300. waliokuwa na magonjwa haya duniani mwaka 2001 ilikuwa ni milioni 300. Normalement pareil urinaire est stérile et résiste à l'infection. Cyane imyanya yo kwihagarika ikunda kuyirinda cyane gahangana n'ijuririza. Hasa kwa kuwa viungo vya mkojo vya kibovu cha mkojo vinakabiliana na magonjwa na mashambulizi. None wabwirwa niki ko hari ikibazo? Utajuaje kwamba viungo hivi vimeshambuliwa? Urination fréquente no kwihagarika kenshi, kwenda haja ndogo mara kwa mara. Urination douloureuse no kwihagarika ukaribwa. Unapoenda kukojoa unasikia maumivu. Urgence d'uriner incontinence, kugira wihagarika nturangize kandi ukajya wumva unaniwe kwifata. Wakati wa kukojoa ukifika unashindwa kujizuia. Urine de mauvaise odeur, kwihagarika inkari zikanuka. Kuwa na mkojo ulio na harufu mbaya. Trouble zifite ifuro ryinshi. Kuwa na mkojo ulio na povu. Kurere rougeâtre cyangwa inkari zikaza zitukura. Kuwa na mkojo mwekundu. Pere sentir que la vessie n'est pas complètement vide. Harige wihagarika kumva inkari tarangiye mu gihamuro hako. Kuna wakati unaenda kukojoa, unapotoka kukojoa unasikia mkojo umebaki. Fièvre, douleur abdominale, kuribwa rimwe na kumva ryatwa mu kiziba cy'inda. Kusikia maumivu na muwasho kwenye tumbo la chini. Douleur au bas du dos cyangwa kuribwa mu rukenyerero. Kuwa na maumivu katika sehemu katika maeneo ya chini ya kitovu. Si l'infection devient plus sévère, apparition de fièvre, frisson. Hiyo infection zabaye nyinshi, wakati infection zimekuwa nyingi, wari ngwara y'umuriro kandi ukakunda kwishimagura, unakuwa na magonjwa ya homa na kuwa na muwasho. Ndasubiramo ku batu twiganye n'ubundi, nitarudia. Vijiko 3 vy'inzuzi, ni kuchukua vijiko 3 vya mbegu za maboga, graine de courge vijiko 3 na karoti 2. Ni graine de courge au mbegu za maboga vijiko 3. Zikabazumye kandi zitonoye. Hizo mbegu za maboga ziwe zimekauka pia zimemenywa. Zitabahibwe kubona ibintu 3 byafu. Tunayo bahati ya kupata vitu 3 kwa mbegu hizo. Tukabona izo mbuto tukazirya nk'inkaranga. Tunaweza kupata mbegu hizo tunakula kama vile kalanga. Tukabona ifu yazo tumundi tukazivanga mu byo. Tunaweza kupata unga wake. Kwa wale walio na maendeleo kuna na mafuta yake. Kandi babwemba hateye imbere muri yani mugapfa kwireba mu misuzugure ntabwo giteye imbere hano watu uretse. Hakuna mji ulio na maendeleo huku kwetu zaidi ya Goma. Ahubwo nuko abatuyeyo bamenye Masisi kuruta kumenya Goma. Ni kwa kuwa wanaokaa Goma wanafahamu Masisi zaidi ya vile wanavyofahamu Goma. Kuliko ajue yaliyoko Goma, anajua yaliyoko Masisi. Munapanda gari nyingi za kutoka Goma kuliko za kuingia. Walioko Goma Centre Ville Supermarché 2006 mnaweza kupata hivyo. Unapochukua mbegu hizo za maboga, virunga zipo nyingi. Zihari cyane nziza zuruta izindi ku isi ni z'umukara. Zilizoko nzuri zilizo zaidi ya zingine duniani zile zilizo na rangi nyeusi. Kuba ikijuru ngube cyatsi kibisi blaze cyatsi kibisi sumu. Zinataka kuwa kama brown. Zozera mu bihaza bita ibwanya. Zinakuwa na maboga ya aina yake. Ya bihaza bingi bitaribwa.
neza ngana nakoze cyane noneho izo nzuzi nizo za mbere zifite ubudahangarwa mu nzuzi. Mbegu hizo za maboga ndizo za kwanza zilizo na nguvu za kutibu. Rero ziravura, zinatibu. Izo iyo umaze kuziryana na za karoti mbili unazimenya kwanza, halafu unakula pamoja na karoti mbili. Vijiko byiza vitatu cyangwa bitatu. Ni vijiko vitatu vya mbegu hizo za maboga ndetse na karoti mbili na karoti mbili na punje tatu za tungu saumu jioni. Unafanya hivyo kwa siku 7. Unaoga maji kila siku, hasa jioni. Watu walio na magonjwa ya infection urinaire au walio na trichomonas wanapaswa kuvaa nguo za ndani masaa 12. Unabadilisha, unafua, unapiga pasi, unavaa zingine. Hebu tumalizie kwenye jambo hili. Munywe maji, mufanye mazoea ya kunywa maji yaliyokamuliwa limau au yaliyokamuliwa straw yakiwa ya moto. Muwe mnakunywa hayo maji yakiwa ni nusu lita. Yawe ni maji yaliyo na moto kwa kiwango, kwa kadri. Kamulia limau au straw. Weka vijiko 2 vya asali. Kunywa unapoamka asubuhi. Maji haya yana kazi kubwa ndani ya mwanadamu. Limau au straw katika ule uchungu wake ndani ya dakika 15 umekunywa limau au straw, huwa inakuwa imeua bakteria au mbegu za magonjwa kwa asilimia 92. Asali ina vitamini B ya 8 na ya 9. Wanaokunywa asali mara nyingi hawashambuliwi na magonjwa ya moyo. Asali ina vitamini B ya kwanza inayofanya ubongo wa mtu uwe vizuri. Umuntu yihakuriye cyangwa butigeze gutekwa iyo ushize mu kintu kidashushe cyane akazuyaze ntabwo buzimiza kitwa diastase, ariko umuntu ajyamwa yarangiza agasinzira neza. Asali ambayo umerina wewe mwenyewe au ambayo haijachemshwa, haijapikwa, inakuwa na kitu kinachoitwa diastase inayoleta usingizi. Lengo kuu ilikuwa tujue nini tukifanye ili kutunza afya zetu vizuri. Ni lengo la habari njema. Tutarudia maneno tunayokwenda kumalizia. Kazi Yesu aliyoifanya, aliwakabidhi wanafunzi wake wote. Watu wa Mungu wanapaswa kufanyiwa mafundisho ili wazowezwe kuwa na uinjilisti wa kutibu. Watu wa Mungu hebu wafundishwe njia ya kuwasaidia watu kwenye uhitaji wa moyo na mahitaji ya mwili. Hebu watu wajue namna gani ya kutumia dawa nyepesi. La douleur pour supprimer la maladie. Iyo miti yoroheje. Dawa hizo nyepesi yoroshya uburibwe igakuraho n'indwara. Zinapunguza maumivu na kuondoa magonjwa. Familiarize avec le principe de la réforme sanitaire. Abantu nibitoza ubugorozi bw'amagara mazima. Watu wajizoeze kuwa na matengenezo ya afya. Mugende mufate pome. Muchukue pome au apple. Mufate amashu. Muchukue cabbage au shu. Mufate karoti. Muchukue karoti. Nasubiramo. Atarudia dawa hii. Pome mwe. Ni pome au apple moja. Karoti mwe. Ni karoti moja. Amashu biyiko bitatu. Ni cabbage au shu vijiko 3. Katakata. Uvikatakate vizuri. Vichanganye. Bigiyewe
Kula kabla ya chakula cha mchana. Weka elayo au olive oil. Elayo kiasi gani? Vijiko viwili vya elayo au vya mafuta ya mizeituni. Kula kwa siku 7. Hiyo ndiyo dawa nzuri kwa ajili ya mfuko wa chakula au vidonda vya tumbo. Utakapotumia siku 7 mfuko wa chakula usipone, jitibu minyoo ya amiba, pengine itakuwa ndio chanzo. Mungu atusaidie kwa hayo katika jina la Yesu. Amen. Linda Afya.